Naam, mtazamaji wa B5 Media, hii ni B5 TV na tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu ambayo yanahusiana na mambo ya kijamii, na hususan hapa tunazungumza uchumi, na uchumi huu ni wa vijana kabisa na jamii kwa ujumla wake. Jina langu ni Pasco Mwere na niko hapa na dada ambaye kiukweli anafanya kazi kubwa sana kuhakikisha watu ama jamii inapata kufahamu mambo kadha wa kadha yanayohusiana na masuala ya uwekezaji, na anafanya hivyo kwa niaba ya taasisi anayoisimamia ambayo inaitwa Hyper PLC Tanzania, ama ukiandika tu kwenye Instagram huko hyper_PLC unaweza kaona kile ambacho wanakifanya. Taasisi hii imekuwa ikiandaa na kuratibu makongamano kadha wa kadha yanayohusu masuala ya uwekezaji, na moja kati ya kongamano maarufu ambalo wamekuwa wakilifanya ni Tuwekeze Tanzania, na hivi karibuni tu wamelizindua pale jijini Mwanza, na wanatarajia pia kufanya kongamano lingine kubwa kabisa ambalo linahusiana na masuala ya uwekezaji. Tutazungumza naye hapa mawili matatu ili tuweze kufahamu kutoka kwao. Anaitwa Dafroza Elias. Karibu sana kwenye studio zetu za B5 Media, bila shaka uko salama. Asante sana na furahi kuwa hapa. Kama jinsi ulivyonitambulisha, naitwa Dafroza Elias, ni marketing manager kutokea Hyper PLC. Na sisi Hyper PLC kama unavyojua, kama ulivyogusia kidogo, tunadili na masuala mazima ya uwekezaji, ubunifu pamoja na mitaji. Okay. Mitaji inaendana na ubunifu, alafu tuna uwekezaji kama uwekezaji wenyewe, ambapo tunatoa elimu ya uwekezaji na jinsi gani mtu anaweza akawekeza na sisi. Kwenye masuala ya ubunifu ni tupo katika mchakato wa kuangalia vijana 200 tunahitaji kuwa fund ili mawazo ya ubunifu yaweze kufika kwenye jamii na kutatua changamoto kwenye jamii zinazotuzunguka. Upande mzima wa mitaji tunatoa mitaji kwa watu ambao tayari wameshaanza biashara lakini mtu anakwama. Na ili mtu aweze kupata mtaji huo, basi anabidi awe ni mwanafamilia wa Hyper. Unakuwaje mwanafamilia wa Hyper? Haijalishi una smartphone au una simu ya kitochi, upo mjini au upo vijijini, tuna njia rahisi. Tuna app. Kama wewe una simu ya smartphone, unaweza ukaenda kwenye App Store au Play Store ukaandika Hyper PLC, basi utapata app yetu ya Hyper pale, itakuwa na vitu vyote. Na kama ni kujiunga kwa kawaida, unaweza tukadial kawaida *149 *46 *23 reli pale, basi itakuletea namna wewe kujisajili na kujiunga na Hyper. Vizuri sana. Umesema mnatafuta vijana 200. Umesema vijana? Yes, vijana 200. Na sio vijana tu, anaweza kaa pia ni mtu mzima, lakini ana wazo bunifu ambalo hilo wazo linaweza likatatua changamoto kwenye jamii, and at the same time linaweza pia likawa lina nafasi ya kuajiri watu wengine kufanya kazi kwenye hiyo ubunifu wake. Kwa hiyo tunakuwa tunaangalia wazo ambalo linaweza likatatua changamoto ya ajira pia. Okay, sawa. Sasa hapo ndipo ambapo natamani na huyu anayetutazama aweze kufahamu kwa uzuri zaidi. Vijana hao au watu hao ambao wana ubunifu ama wamefanya ubunifu ama wana wazo bunifu ambalo linaweza kubadilisha maisha ya jamii ambayo imemzunguka, tunawapata kwa namna gani? Ndo kupitia jukwaa la Tuwekeze Tanzania au kuna namna nyingine ambayo wanapatikana, na pengine kwa nini mmeguswa kufanya kitu cha namna hiyo nyie kama Hyper PLC? Okay, kwenye namna ya kuwasilisha wazo bunifu tutatoa mwongozo. Okay. Ni namna gani mtu anaweza kawasilisha wazo lake bunifu, lakini njia ambayo itakuwa ni njia sahihi ni watatuma kila mtu wazo lake kupitia email, au tutaweza tukatumia pia page yetu ya Instagram ya Hyper PLC, au mtu anaweza pia akatembelea ofisi zetu, ambapo unaweza kutembelea ofisi ya Mwanza ambayo iko pale Rock City Mall, au unaweza kutembelea Dar es Salaam, tuko pale Kisutu tunaangaliana na City Mall, au unaweza pia ukatembelea ofisi ambayo ipo inapatikana Musoma. Kwa hiyo mtu anaweza akafika pale akajisajili akaandika wazo lake, na wazo lake tukaliangalia, je, hili linafaa kuwa funded likatumika kwenye jamii yetu. Na pia kwenye swala la Tanzania Tuwekeze litafungwa au litakuwa ni hitimisho ambayo itakuwa ni Novemba, litafanyika pale Dar es Salaam. Lakini pia tuna safari ya mkoa kwa mkoa, chuo kwa chuo. Pia tutatoa nafasi kwa kijana, anaweza akatuwasilishia tukiwa pale sisi wenyewe, kwa akaliwasilisha, then sisi tutaliangalia, tutalichakata, lile litakalopita basi mtu atafanikiwa
kuwa pamoja na sisi. Kwa nini mmeamua kufanya hivyo? Tumeamua kufanya hivyo kwa sababu kuna vijana wengi tunaamini wapo huko wana vipaji, lakini sehemu ya kuviwasilisha, sehemu ya kuonyesha uwezo wao ndo ni mdogo, hawana hiyo nafasi. Kwa hiyo kupitia hiyo ni tunachokifanya ni tunaona njia rahisi ni kuweka hayo majukwaa, pia kushirikiana na watu wengine wakubwa na wadogo, kama hivi sasa hivi ambapo tumepata nafasi ya kushirikiana na B5 Media kuhakikisha kwamba elimu ya uwekezaji itakuwa inatolewa kila wiki. Kwa hiyo watu watakuwa na nafasi ya kujua ni namna gani anaweza akawekeza, atapata fursa gani baada ya kuwekeza na Hyper, na atapata pia mbali na kuwekeza na faida za hisa zake, je, ni nini cha zaidi atakipata? Hiyo yote ataipata wapi? Elimu hiyo kwa watu wa kaskazini na Tanzania nzima wanaweza wakaifuatilia, mbali na magrupu yetu ambayo yameandaliwa kama madarasa. Darasa hilo sasa hivi litakuwa linapatikana live kabisa pale B5 Media Official, YouTube na pamoja na Instagram. Kwa wataipata elimu hiyo kwa njia ya urahisi zaidi. Photographer ama videographer wangu inabidi hiyo sentence muibold zaidi. B5 Media _official, elimu ya uwekezaji itakuwa inapatikana hapo kutoka Hyper PLC. Ni elimu kubwa kabisa ambayo inahusisha uwekezaji tena wenye tija bila shaka. Uwekezaji wenye tija kabisa. Wenye tija kwa 100%. Okay, mpaka sasa hivi tangu mmeanza sasa kuhamasisha vijana kuwa na mawazo ya ubunifu, lakini pia na jamii kwa ujumla wake, mnaiona picha na mwanga ambao mnauona kwamba yes, tunafanya kitu kizuri? Kwa mwanga tunauona, kwa kweli mwanga tunauona, kwa sababu mimi kama afisa masoko nilikuwa sijui kama kuna mzani wa AI ambao unapima kilo na ikatoa actual kilo. Lakini kupitia huku nimejua kwamba kumbe kuna vijana wanaweza wakakaa, na kijana huyo ametengeneza, lakini sio mtu wa IT wala mtu ambaye anasomea technical, hapana. Ni mtu ambaye anasoma kwenye chuo cha uhasibu TIA. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba majukwaa haya yanasaidia vijana moja kwa moja. Ndio maana tunasema kwamba kijana yoyote mwenye wazo bunifu Tanzania, basi jibu lake na suluhisho lake linapatikana Hyper PLC. Wewe kijana mwenye hela, unayepata bumu, unayepata 10,000, unayepata 5,000, sehemu sahihi ya kuwekeza ni Hyper PLC. Na njia ya kujiunga ni rahisi kabisa. Sio lazima uwe na smartphone kama nilivyosema hapo awali. Unaweza tu dial zako tu kwenye kisoswadu chako, *149 *46 *23 reli, ukajiunga, ukaanza kuwekeza kidogo kidogo. Unapata faida kila mwezi, una hasara gani? Kwa hiyo ni kujipatia kipato bila jasho, na kama una ubunifu wako unatumia sasa platform ya Hyper ya Tanzania Tuwekeze, ili wewe uweze kujipatia kipato kupitia ubunifu ambao Mungu amekujalia. Mnatafuta watu 200 ambao wanaweza ama wenye mawazo bunifu ambao yanaleta tija. Mmoja wapo ya njia ndo kama hivyo, kwa maana hayo makongamano ambayo yanafanyika, lakini pia hizo ruti ambazo mtakuwa mnapita katika mikoa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vyuo, si ndio? Yes. Na mashirikiano makubwa zaidi mnapata kutoka wapi? Labda behind serikali pia inawasupport kwa namna moja ama nyingine, au ni nyie wenyewe Hyper PLC mmeamua tu kujizatiti na kusonga mbele? Kama nilisahau kusema hapo mwanzo, basi kampuni ya Hyper ni kampuni ya umma. Ni kampuni ya umma ambaye anaweza akaingia mtu yoyote. Na kwa sasa hivi tuko tayari kushirikiana na mtu yoyote. Umeona, ndio maana kama sasa hivi tumeshafungua mlango na tumeshaanza harakati zetu pamoja na B5 Media kuhakikisha kwamba elimu ya uwekezaji na waijue kampuni ya Hyper inafanya nini kwenye jamii, inafikishaje huduma zake. Hiyo ndo njia rahisi. Njia nyingine sisi kwa sasa hivi naweza nikasema sponsor ambaye tunatembea naye kwa sasa hivi kwenye upande wa mitaji, au tunaweza tukasema upande wa hela au wa fedha, basi tupo na Azania Bank. Umeona, hao ndio watu ambao tupo nao, tunafanya nao kazi kwa sasa hivi, na ambao ikitokea kijana amepata wazo lake limepita, sisi tukamsponsor kwa sehemu fulani, lakini bado tuko tunahitaji support kubwa, basi tunarudi Azania. Pia tupo na TNCC, umeona, Tanzania National Chamber of Commerce, tunafanya nao pia hao kazi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tupo na watu ambao
wapo behind sisi, wanatushika mkono, kwa sababu peke yetu tunaweza tukasema sisi tunaweza tukafanya mpaka hapa, lakini kipande inaobakia nani anafanya? Okay. Na pia hao vijana wanaopata nafasi ya kuwa funded na Hyper PLC, hatuachi tu, lazima tuwafuatilie, tujue kwamba tulikupatia Pasco milioni 10, ukatuambia unataka kutengeneza mashine, mashine imefikia wapi, kazi gani imefanya? Je, ulituambia kwenye ubunifu wako una opportunity ya kuajiri vijana 5, je hao vijana 5 hapo? Kwa lazima tutafanya follow up kuhakikisha kwamba kile tunachokifanya jamii inakiona, sio tu kwamba tunamtangaza Pasco alipita kwenye ubunifu fulani, lakini tunafuatilia, je Pasco ule ubunifu ameufanyia kazi? Je Pasco baada ya kuweka product yake sokoni imefikia wapi? Ndio hapo sisi tunakuja kwenye upande wa masoko, tunafanya pia urasimishaji wa biashara ya muhusika. Okay. Kwa hiyo Pasco unaweza kuwa na biashara yako lakini hujui utafanyaje kupata BRELA, utafanyaje kupata TIN namba ya biashara. Kwa sisi hapo Hyper ndo tunaingia. Kwa hiyo unaweza kuona Hyper inafanya kazi kubwa, sio tu kukupa ubunifu, kukufund kwenye ubunifu tu peke yake, lakini tutarasimisha na biashara yako iweze kuwa official, ili uweze kufanya biashara yako ufanye ukiwa umetulia kabisa, bila kutafutwa na TRA, bila kutafutwa na BRELA. Kwa hiyo Hyper inafanya vitu vingi kuhakikisha kwamba vijana wanafikia ndoto zao kwa 100%. Nimeona ukisimama kwenye makongamano kadha wa kadha ambayo yanahusisha zaidi vijana, na ukizungumza nao ukiwaeleza kuhusiana na Hyper PLC na mambo mengine ambayo yanahusiana na fursa kwa ujumla wake. Pengine ukitaka uzungumze tena hapa kwa wanaotutazama, ni kwa namna gani tunapaswa kuchangamkia hizi fursa, hasa wakati huu ambapo ajira inaonekana ama inasemekana kwamba imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa sasa? Okay. Cha kwanza napenda nimwambie kijana, don't rely on education. Yani usirely kwamba mimi nina degree ya kitu fulani. Ukiwa unasoma, mimi ningepata mtu wa kuniambia ukiwa unasoma angalia unaweza kufanya nini nje na unachokisoma, basi ningekuwa labda nipo mbali zaidi ya hapa. Lakini kuna sababu labda ninatumika mimi kama mfano kwa vijana wengine. Mimi by professional nimesoma kodi. Okay. Sijasoma marketing, lakini marketing nimeifanya baada ya kuajiriwa sehemu tofauti tofauti, ndio nikajikuta okay, kumbe naweza nikafanya marketing, kumbe naweza nikasimama mbele ya kamera nikazungumza na watu. Kwa hiyo naweza nikaa ni mfano wa kuigwa kwamba ukiwa chuo, ukiwa shule, kwa sababu Hyper hatudili tu na wanavyuo peke yake, tunadili mpaka na sekondari, na sasa hivi tuna kibali cha kufungua Hyper Club kwenye mashule. Okay. Hiyo inamsaidia mwanafunzi ambaye yuko form 6 sasa hivi au yuko form 1 ajue kwamba mimi nasoma, nataka kuwa daktari, lakini nje na kuwa daktari kuna kitu kingine ambacho mimi ninacho. Nisipoajiriwa kuwa daktari nitafanya hiyo alternative. Kwa mimi hapa niliposimama nina tax management ndani yangu, lakini I'm doing marketing and at the same time nimejiajiri mwenyewe, tena nina kampuni yangu mwenyewe ya kutengeneza kumbukumbu zinazoishi milele, inaitwa D&TZ. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba sija stick tu kwamba nilikosa TRA basi ni achane na kila kitu nianze kufocus, lakini hapana. Nimeendelea kupambana mpaka pale ambapo nikakutana na Hyper PLC, wakaona ninafaa na nina uwezo wa kuifikisha kampuni sehemu ambayo wanahitaji. Kwa hiyo vijana wasirely on kile ulichokisoma. Unaweza kutoka sehemu moja ukaenda ukajaribu kitu kingine. Yani fursa yote inayokuja mbele yako usiogope kwamba Pasco atanionaje. Yani wewe kama unajijua una uwezo wa kupika, ingia makampuni, ingia kwenye ofisi za watu, bwana mimi ninapika. Una uwezo wa kuuza nguo, uza nguo. Kama tulivyosikia juzi jinsi ambavyo mkuu wa wilaya wa Rombo alivyokuwa anasema usiogope, una uwezo wa kutoka. Kwa wale ambao wanasoma MUCOPS, wanasoma KSMC, unaenda Maimori, unachukua balo lako, piga pasi, uza. Sawa kabisa. Yes. Sawa, katika kuhitimisha mazungumzo haya, kwa sababu naamini tutakuwa tunayafanya mara kwa mara kabisa, una kipi sasa cha kusema katika kukumbushia huduma za Hyper PLC, na zaidi pia ukigusia kongamano kubwa kabisa ambalo linakuja mwezi Novemba pale Dar es Salaam, pengine litakuwa limebeba maudhui ya namna gani kwa kijana ambaye atakuwa anawafuatilia nyie kuanzia leo, na atakuwa anafuatilia labda pengine B5 Media kuanzia leo kuhusiana na Hyper PLC?
Cha kwanza napenda nimwambie kijana ambaye ananisikiliza leo, aanze leo, usiseme utaanza kesho. Cha pili, Hyper PLC inakaribisha watu wa rika zote. Wasije wakasikia kwamba anasema vijana basi na walenga vijana peke yake, hapana. Tunawakaribisha watu wa rika zote, ila tunaongelea vijana kwa sababu vijana wengi ndio wana changamoto ya kazi. Na jinsi ya kujiunga, kama una mzazi wako unahitaji na yeye awe anawekeza hela unaomtumia asitumie yote, haijalishi kama hana smartphone, anaweza tu akajiunga kupitia kiswaswadu chake pale, ukambonyezea tu, unaweza ukamuunganishia hata wewe mwenyewe kwamba ukabonyeza tu nyota 149 nyota 46 nyota 23 reli, ukajiunga pale, basi atakuwa anaendelea kujinunulia hisa zake mwenyewe taratibu. Na pia ukijiunga na hiyo menu yetu, utakuwa unapata details zote zinazohusiana na kampuni ya Hyper. Tumefikia wapi, tunafanya nini, kesho tutafanya nini na B5 Media na tutakuwa nao wapi. Hiyo inakuwa ni rahisi. Kuelekea kwenye kongamano letu au kwenye maonyesho ya Tanzania Tuwekeze atakofanyika Novemba pale jijini Dar es Salaam, hiyo itakuwa ni kongamano kubwa, au tunaweza tukasema ni jukwaa kubwa na maonyesho makubwa ambayo yatakuwa yamekusanya wafanyabiashara wote, wajasiriamali wote, wabunifu wote watakuwa wako pale. Kutoka nchi jirani pia watakuwa wako pale. Kwa hiyo utakuja kujifunza kupitia ule unayemkuta pale. Kwamba unaweza kuona okay, kumbe mimi nafanya hivi lakini kuna mwingine anafanya zaidi yangu, au kuna mwingine anafanya hivi, kumbe hichi pia kinakuwa ni kizuri. Kwa hiyo ile kongamano au yale maonyesho au jukwaa la Hyper PLC la Tanzania Tuwekeze litakuwa linahusu uuzaji, maonyesho na uwekezaji, elimu ya uwekezaji kwa ujumla, kwamba unafanyaje kuwekeza, amini ni fursa gani zinapatikana kwenye uwekezaji. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania wote waendelee kutufuatilia kupitia page yetu ya Instagram Hyper PLC, pale YouTube channel Hyper PLC, na pia kwenye website yetu www.hyperplc.tz. Bila kusahau kuanzia sasa hivi tunavyoongea, siku ya leo tarehe 8 mwezi wa 6 2026, tutakuwa na madarasa yetu yale ya online, mbali na yale ambayo tulikuwa tunayaona ya WhatsApp pekee yake, basi tutakuwa tuna yale ambayo yatakuwa tunaweza tukasema, wanasema ni picha mjongeo, picha mjongeo kutokea pale B5 Media kabisa, page zao zote YouTube pamoja na pale Instagram. Kwa mtatupata, tuko live kabisa. Mtakutana na Mwalimu Dennis atakayekuwa anawapa elimu nzima ya uwekezaji, unawekeza kwa namna gani, na pia mtanikuta mimi nikiwa nawapa ni namna gani unaweza kufikisha wazo lako bunifu, na tumefikia wapi na tunaenda mkoa gani, na huo mkoa tunavoenda huko B5 hatutawaacha, kwa sababu watakuwa wako pale kuhakikisha unapata habari kamili kabisa, habari mubashara. Bwana, mimi nikushukuru sana. Kiukweli umeongea vitu vizuri, na bila shaka huyu ambaye anatutazama amepata kitu. Huu ni mwanzo tu wa mengi ambayo tumekuandalia kama B5 Media, na usiache kusubscribe kama ambavyo amesema hapa dada yetu Dafroza, kwamba ukisubscribe Hyper PLC kule YouTube utapata elimu ambayo ameizungumza hapa kwa kina, lakini pia ukisubscribe B5 Media pia kule YouTube utapata hii elimu vile vile, na ukifuatilia mitandao yetu ya kijamii yote kwa maana ya Hyper PLC B5 Media _ kule Instagram, naamini kabisa Facebook na TikTok, kote kule utakuwa unapata elimu hii. Lengo ni kuhakikisha basi mentality yetu katika kuziendea fursa inakuwa katika mkao mzuri. Mimi ni Pasco Mwele, nilikuwa naye Dafroza Elias. Kiukweli nakushukuru sana kwa kufika. Naamini unaondoka na ujumbe mzuri kurudi Dar es Salaam. Kabisa, hapa naondoka na ujumbe mzuri, na nategemea kuwaona Novemba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wa kanda ya kaskazini watakuwa wanapata maonyesho yetu mubashara kabisa. Na pia sio tu kanda ya kaskazini peke yake, hiyo itakuwa ni Tanzania nzima. Yes. Badala tu ya kwamba itakuwa inarushwa labda Hyper PLC live tu, lakini tutakuwa ni Hyper PLC live na pia B5 Media. Safi kabisa. Yes. Endelea kutufuatilia. Jina langu ni Pasco Mwele, hadi wakati mwingine. Bye bye.